Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu kwa nchi. Asante ndugu hapa. Namshukuru Mungu sio yenyewe huko. Ni mzima mambo mengine. Mbona unapotea hivyo shoga yangu au ndo tumba nyingi? Hamna shoga yangu. Mihangaiko tu si unajua tena. Shoga yangu. Mmeona hiki ndo kale. Na amekuwa shoga yangu sasa hivi naozesha. Kwa kamera. Asante shoga yangu. Kuna kitu nahitaji tuongee kama utojali. Amna shoga yangu. Si unajua mambo yangu tena haya biashara zangu. Bila kuhangaika utoboi. Sasa kuna mtaalamu wangu mmoja nilienda juzi. Sasa kuna vitu tuliongea afu tunakumbuka kuna issue hapo moja uliniambia kuhusu na mume wako. Nakumbuka. Vizuri shoga yangu. Wewe kuna nini tena? Kama umekijua mimi sikijui. Ulisema kwamba mume siku hizi muelewi. Sasa nilijaribu kufuatilia ile issue yako, nikamuuliza. Kuna mambo ukaniambia. Gani umekigundua sasa shoga yangu kama umeyapata? Maana nilihangaika sana. Kuna siri nahitaji tuongee kama uko tayari. Siri? Hebu niambie siri gani shoga yangu? Hebu niache bwana na wewe. Huku mimi naongea mambo haya na unakazana huku. Hebu niache. Mjomba, mbona hivyo vipi? So kama nilivyokuwa nimekwambia mjomba, mimi nilikuwa nimepanga nitoke hapa mazingira ya nyumbani niende kupanga. Sasa nimepiga kazi zangu, nimepata hela ya miezi 4 ya kodi. Nimetafuta chumba mjomba, nikapata. Kupata nikaenda na jamaa akanielekeza kile chumba, na kuna jamaa yake pale kwa anakaa, nasumbua sana kulipa kodi. Baada ya kwenda pale ndo akazozana akamwambia yeye anaomba atoke pale, kuna mpangaji mwingine anaingia ndo mimi. Naona. Kwa hiyo akamwambia saa 8 huyo anakuja. Leo naomba wewe ushatoka hapa. Mimi nimeenda kweli saa 8. Kwenda pale pamefungwa na jamaa bado yupo hajatoka manake. Mimi nikampigia simu mwenye nyumba. Kumpigia simu anakata. Piga tena mara pili akakata, mpaka mara 3 anakata simu. Mimi nikasema ngoja niondoke kwanza, labda nitamtafuta hata baadaye. Sasa wakati narudi nakutana naye njiani. Kwa hiyo hapo ikawaje? Nilipokutana naye pale nikaanza kumuelekeza kuhusu hayo mambo, mbona unanifanyia hivyo? Kwanza yeye akashtuka, nakufanyia hivyo nini? Naona. Nikamwambia si leo tu tumetoka kwenye nyumba yako pale tuliandikishana mkataba.
kodi ile niliyotoa ya miezi 4. Anasema yeye kodi, naye anashtuka kama ajui, unaona. Sasa mimi nikasema wewe tulikuwa na wewe mchana. Anasema yeye ajui hilo, na anasema anijui kabisa mjomba. Mjomba, yaani jambo la kwanza sikukijua tapeliwa. Umenielewa? Alafu nakukushangaza wewe. Mimi mjomba wako hapa nipo. Kwa nini usingeniambia? Mbona usiniambie? Mpaka unatoka unaenda kutapeliwa. Kumbuka kwamba hapa ni mjini. Huu mji una mambo mengi. Umenielewa vipi? Ulikuwa uniambie mimi ningejua kwamba nakusaidia. Ofisi toshe mimi najuana na nyumba wenye nyumba wengi najuana nao. Kwa hiyo isingekuwa changamoto kwenye hilo. Sasa unaona umeenda kutupa pesa huko. Alafu hao wengine ni madalali tu, hata nyumba zenyewe hawana kweli. Hapa mjini kila mmoja anatafuta pesa kwa namna yake anapojua yeye. Sio, umenielewa vizuri? Nahitaji kukuuliza kitu. Huyo mtu unafahamiana naye vizuri? Huyo mtu namfahamu, anaposhinda sana mara nyingi. Yeye anapokaa ndo sipajui. Kwa hiyo una hakika kwamba umeona unamfahamu? Anaposhinda unapafahamu vizuri? Anaposhinda napafahamu. Hebu twende mara moja. Hebu twende. Sili yangu sili, oh sili, sili yangu sili, oh sili. Nilizaliwa na ndoto, nikalelewa na njaa, tamani changamoto ikaniingiza giza. Niliuza roho yangu mimi kwa ndoto za fedha, na ilaumu nafsi yangu kwa niliteleza. Silio sili, silio sili, silio sili. Sasa tatizo kuniambia naye kama alikuwa kuna nisungi niambia. Mwacha kaa ndugu yangu, unasikiza kama mchawi hata simuelewi. Mimi mwacha kulala. Sisi tukadila nawe umezidi. Umbea majumbani kwa watu saa hizi wanaoelewa tunapo. Ni muda mimi na mdogo wangu. Sasa wewe tena saa hizi unaanza kuja na unaongea kama hapa nyesi kama kasikia jasiri. Hata kama ndio anaikosa. Hii dunia kweli ni maskini. Shughuli yangu. Acha tu mimi biashara. Si unajua kule nimeacha biashara tu zenyewe biashara. Kila shughuli yangu mmenata njia panda. Usipokupa kazi utakuja hapa nyumbani. Mambo ya kazi. Ndio maana mwenye shushani alijiandaa hata sielewi. Hebu ngoja kwanza niangalie kama amesikia jasiri. Shikia ile juba langu mwana. Mambo haya. Nimefurahi tena kukutana na wewe kwa mara nyingine. Na unajua gani ambacho kila siku lazima nitafute. Kitu kimoja tu. Mimi sichoki kukuambia kwa nakupenda sana. Maisha yangu hawezi kwenda bila uwepo wako katika maisha yangu. Haya. Naomba unipe nafasi katika moyo wako. Mimi nitakufanya wewe mwanamke bora. Nitakutunza. Kuhusu mimi mali, mimi naweza nina mali nyingi sana na pesa. Naweza nikakufanya kwa mwanamke bora, yani kwa mtaani wote. Naomba unipe nafasi tu katika moyo wako. Mimi nakupenda kweli Laya. Umeshamaliza? Sikiliza nikwambie. Kaa mbali na mimi. Kama ni pesa zako,
kale familia yako. Yaani mimi halitowezekana na haitokuja kuwezekana. Naomba nipe nafasi. Anasumbua. Ila wewe sijienda kweli ana malengo na wewe. Umemwona yule mtu anakutisha. Ananyata. Mwanzo siwezi. Ila endelea. Hata fanya. Oh, shemeji wewe. Mambo. Wapi tena sasa? Nenda hapo kaja. Oh, unaonekana unapenda sana kutembelea mashoga. Mimi ni kawaida tu kutembeleana. Kawaida. Maana kwamba naona tembelewa, si ndio? Ni kawaida, moja moja tu mbaya. Huwa mnazungumza nini hasa labda kinachowapendeza ni kwamba muda wote mnakuwa pamoja, mnapenda kuwa hivyo yani kutembeleana wanawake. Mbona si wanaume hatuna hizo pigo yani ile tunaona kazini, nyumbani kila mmoja na mishimishi zake. Kawaida tu. Okay, naonekana una story nyingi sana shemeji yangu Ndio okay, anyway kwamba tuachane. Unajua tunafanya kusimamisha hapa ni moja tu. Ndio kwamba nilikuwa na wake wawili na mmoja nimeacha sasa. Na vyema zaidi kama itapendeza, angalia wewe unaweza kukava hivi ile nafasi ya mke wangu. Yaani kiukweli kwamba nimekutwa na wewe. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Kwa hakika asilimia kubwa umeuteka moyo wangu sasa. Nikikuona unakuja nyumbani, nafarijika, natamani kuendelea kukuona. Vipi kama mke wangu? Yana anasikia. Naongea na wewe, ina maana unisikii? Umbavu. Doko, maneno ya kwenda kuongea kwa mke wangu unayo. Maneno ambayo nakwambia hapo unajifanya unisikii, si ndio Hapa sasa hivi sisikiki. Unachukua maneno ya kijinga unaenda kumwambia mke wangu tumeachana. Unaweza kukava nafasi yake? Unaweza kuchukua maji kunipikia chooni kaoge kama mke? Unafanya kwa sababu ya nini? Wewe. Sitaki masiala katika ndoa yangu. Sasa unachokitafuta nitakupatia kwa wakati ule unaostahili kukipata. Endelea. Binti mdogo bado uwaze maisha, uwaze ndoa, uwaze mambo ya msingi, unawaza waganga. Mtoto mshirikina wewe? Hamna. Haujafundwa kwenu, si ndio? Hapana shem. Sasa endelea. Nitakuzawadia zawadi nono ambayo hujaitarajia katika maisha yako. Wewe una bahati yako. Yaani umenikuta siku ambayo ingine kuta siku mbili nimevurugwa hichi kichwa. Wewe. Waone kwanza. Yaani sio kama pauka, pili kubwa kuliko pua.